hii ni M15 TV, tupo na Dosa Mwamba Traore kuja kuzungumza yale ambayo yanaojili na yanaojili zaidi kuendelea na yale ya Yanga ambao wamewaandikia TFF kwamba hawatoshiriki mchezo mpaka wapewe zawadi zao za misimu mitatu iliyopita. Dosa, mambo vipi? Aise, safi, kwema? Kwema kabisa. Alhamdulillah. M15 mambo yanakwendaje? Mambo yanaenda fresh. Mpo? Tupo. Nidhamu ipo? Ipo. Juhudi ipo? Ipo. Mungu yupo? Mungu anatulinda. Lete maneno. Bwana, kwa kile kitu ambacho walichokijibu Yanga jana, hawatoshiriki mchezo wote mpaka na hawatoshiriki vikao vya TFF mpaka wapate zawadi zao za misimu mitatu, afu wamekaa kimya. Taarifa tumeziona. Mitandao ya kijamii mbalimbali imeripoti. Lakini mimi taarifa yangu nimechukua kutoka BBC London. Kutoka BBC London. M15. Moja ya mwaka mbovu kwenye mpira wetu wa miguu Tanzania ni mwaka huu. Moja ya mwaka mbovu kwenye mpira wa miguu ni mwaka huu. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani. Tupo ukingoni mwa ligi, tunataka kumaliza, natokea mambo kama haya. Haiwezekani. Hizi jitihada za kutaka kuua mpira wetu wa miguu. Ndio. Hizi ni mbinu za kutaka kuua mpira wetu wa miguu Tanzania. Kwa sasa hizo mbinu wanazifanya Yanga. M15 nisikilize. Tutaitwa wanafiki. Tutaitwa machawa. Tutaitwa M13, majina yote tutapewa, na mimi kama Dosa Traore nimeyapokea majina yote na mayahendo. Lakini nataka niulize kwa viongozi wetu wa Yanga. Mwaka wa kwanza ambao hatujalipwa hizo pesa tulikuwa tuko wapi? Namuuliza rais. M15 unanielewa vizuri? Mwaka wa pili hatujalipwa hizo pesa tulikuwa tuko wapi? Mwaka wa tatu pesa hazija kuja, tulikuwa tuko wapi? Lakini tujiulize tena kwa viongozi. Tumejua hatujalipwa pesa miaka mitatu mfululizo. Why tunapeleka timu kwenye mashindano? Na tumekubali. Tafsiri sahihi M15. Maana yake tumekubaliana na mwenendo ambao TFF wanatuendesha. Sijui mnanielewa M15? Wanataka kuniambia Yanga ana makosa kwenye hili. Wote wana makosa. Yaani wala usipake mafuta. Sijui mnanielewa vizuri? Ndio. Makosa ya Yanga ni kukubali kushiriki awamu nyingine inayofuata. Makosa TFF wakiwa kama baba wa mpira mguu ni kukubali kumdhulumu mtoto wake kwa kadri anavyotaka. Yanga anapambana kuwa ni mkombozi wa mpira wa miguu. Tunakubali, ni falsafa nzuri. Ndio. Tunakubali kwamba hii itakuwa ni njia nzuri. Tutanufaika kama sio leo kesho. Lakini huyu anataka kukomboa mpira wa miguu. Kwa nini na yeye amekubali kutokulipwa miaka mitatu mfululizo? M15 mtanielewa. Tunasubiri utueleweshe. Mtanielewa. Shida wa Bongo, unapoelezea uhalisia wa tukio watu na kuona wewe ni mnafiki. Lakini hatuwezi tukajenga nyumba kwa kuanzia kwenye renka inaitwaje la juu? Nini? Pa. Hatuwezi. Nyumba inatengenezwa kuanzia kwenye foundation. Tunakuja kwenye msingi. Si ndio? Sasa ikiwa sisi tunataka kurekebisha mpira wetu wa miguu, lakini kwa nini sisi wenyewe tunaamua kuingia kwenye mzozo kama huu kuamua kutokulipwa miaka mitatu mfululizo? Yanga wakaibua. Lakini tunawauliza tena viongozi, kwa nini sakata hili limekuja kwenye hili sakata la dabi? Imekuwaje? Tunafurahishwa na wanachokifanya. Kama nilivyosema, kama tusipokomboa msimu huu, basi misimu mitatu kizazi kijacho kitatufaidika. Lakini why leo? Si unanielewa ndugu zangu M15? Why leo?
kuna shida mahala. Leo TFF wanatuambia kwamba pesa zenu mnazozidai tumewakata kwenye madeni tuliokubaliana. Jana hawajakubaliana nao. Ndio maana wamekataa, ndio maana. Nisikilize vizuri. Na Yanga nao tuambie madeni ya wachezaji kama wanavyosema bodi ya ligi na TFF, kweli pesa waliamua kuzikata kwa sababu ya madeni haya? Kama TFF wameamua kukata madeni haya, Yanga alikubali vipi? M15. Mungu yupo. Mungu yupo kweli. Juhudi ipo. Ipo. Nidhamu ipo. Mtanielewa. Watakuelewa ni kwa nini unaitwa Traore. Wataelewa. Yanga ni timu ya wananchi. Na zile pesa ambazo hatujalipwa ni za kwetu. Tuna haki ya kuzidai. Lakini na sisi kama wananchi tuna haki ya kuwauliza viongozi, why misimu 3 mfululizo? Na kwenye bajeti mlilipwa. Kwenye kikao nyinyi. Kile cha kwenye mwaka wa matumizi ya pesa. Mbona ya mambo hamda tuambia? Na mlithibitisha kwamba tumepata faida hii, hasara hii, si ndio? Ndio. Na tumesajili wachezaji hawa. Kama unavyotaka kuihusia nafsi ya mwenzako, kwanza ihusie nafsi yako. Qur'an Karimu hiyo. Ukitaka kuihusia nafsi ya M15, basi nafsi ya Dosa kwanza takiwa kwanza ijihusie. Tunataka kurekebisha mpira wa nchi. Ndio. Sisi kwanza tulirekebishe, tuanzie tulipokwama, tulipokosea, tuwe sawa, twende kwenye bodi ya ligi na TFF yake. Leo wananchi wanasahau kwamba huu mwaka ni uchaguzi mkuu. Ukilala bodi ya ligi, ukiamka Yanga. Ukiamka Yanga, ukilala bodi ya ligi. Tupo kwenye mwaka muhimu. Mwaka ambao kila Mtanzania anapaswa kwenda kumchagua kiongozi wake halali. Na ili kiongozi umchague wa halali, utakiwa usikilize sera za viongozi. Sio umeona vizuri? Lakini sasa ajenda imehama ya Watanzania. Ajenda imehamishwa kwenye jambo ambalo litakuja kutupa faida kwenye uongozi, limehamishwa huku. Hii kwangu mimi haiko sawa brother. Kwangu mimi haiko sawa. Ndio maana leo nazungumza na M15. Naamini ni chombo makini. Naamini ni chombo ambacho kinapeleka taarifa kwa ufasihi. Hakina makando kando. Ndio. Hakina mizengwe. Tupelekeni hizi. Yanga ameshasema achezi mechi. Achezi finali. Achezi dabi. Wala mechi mbili zilizobaki, wala msimu ujao hatocheza kama hatolipwa madeni yake. Na barua kafikisha jana. Na barua jana wamesema hawatokuwa na kikao kingine chochote na bodi ya ligi pamoja na TFF yao. Ni kwamba ujamaa Yanga ameamua kuvunja na TFF. Lakini kuna mmoja hivi kama sio mkubwa akatulia tu. Yupi? Si mtani wenu. Mnyama. Mnyama yeye ana mtego wake. Ndio. Na mimi nakwambia for sure kabisa, Simba mechi haitaki zidi ya Yanga. Unasema? For sure. 100%. Simba mechi ya Yanga haitaki. Simba anachotaka, Simba anachoomba, Yanga endelee kugomea hivi, alafu yapeleke timu tarehe ngapi? 15. Naye aanze kudai point, yani wagonge huko na huko. Simba swala la point ameshalimaliza. Kuna nini? Taarifa za kijasusi, taarifa za kikachero. Mguu mmoja Simba kashopeleka kasi, mguu wa pili Simba kashopeleka CAF. Afesi giant. Kwa hiyo Simba anachoomba yeye, watu endelee kugombana hivi.
Yeye anatumia kauli ile vita vya panzi furaha kwa nani? Kwa kunguru. Kunguru Simba. Niamini. Simba hazitaki pointi 3 za Yanga ndani ya uwanja, hazitaki. Okay. Hataki kupeana mikono na mtani wake. Hiyo haitaki. Yeye anachotaka ni pointi 3 za kutoka kwenye meza. Na naamini anazipata. Anaamini kabisa anafanyaje? Anazipata. Unataka kuniambia kwamba Simba hana kikosi bora cha kumfunga Yanga au una maana gani kutokuingiza timu? Brother, ni bahari pekee ndo ambayo ipimwi kwa macho. Ni bahari pekee ambayo haipimwi kwa macho. Lakini kikosi cha Simba ukikiangalia unakijua. Si unaelewa vizuri? Ni bahari pekee ambayo ndo ipimwi kwa nini? Kwa macho. Lakini kikosi cha Simba unakipima kwa macho. Ndio maana nikasema na kiuhalisia tu. Hata wana Simba wenyewe wanajua. Si kwamba Simba hana kikosi cha ushindani cha kucheza na Yanga, no. Ila wachezaji wa Yanga wana quality kuliko wachezaji wa Simba. Unasema? Wewe kama unakataa hivi wana finali. Si wakatai, wana finali. Si wakatai hata kidogo, wana finali. Lakini nimesema ukiangalia kwenye kikosi cha mmoja mmoja, nikimaanisha mchezaji, wachezaji wa Yanga wana viwango vikubwa kuliko wachezaji wa Simba. Malengo ya Yanga ni makubwa kuliko malengo ya Simba, na huo uhalisia. Ukienda kwenye bodi ya Simba, malengo yao ya ndani 24 25 ni kutengeneza timu. Si unaelewa vizuri? Ndio. Ni kutengeneza timu kwa ajili misimu inokuja. Lakini ukija kwenye bodi ya Yanga, mipango ya Yanga wanakuambia sisi ni contender wa hiyo Champions League msimu huu. Na bado ana michezo mkononi. Huwezi ukambishia. Na ndio maana Simba amechokonoa ugomvi, alafu yakakaa pembeni. Akasema nawaachia wenyewe. Yanga bingwa JC. Si mnajuana? Haiwezekani nyinyi ligi ikianza tutajira nasema Yanga bingwa. Yanga bingwa. Sasa tunawaachia wenyewe hivi vita. Na hichi kitu kitawauma kwa sababu unakuwa kauli moja anakuambia mlambi chochote msimu. Wameambiwa na nani? Haujasikia? Sikuwasikia. Wanasema walambi chochote msimu wazao ubaya bwela. Msimu hawapati chochote. Wale ubaya bwela? Wamemwambia hawapati chochote msimu. Hilo Simba anajua. Na sio tu nje ya uwanja, mpaka ndani ya uwanja Simba anajua. Na ndio maana nikakwambia ukienda kwenye bodi ya Simba, si ndio? Wa bodi ya Simba wanakuambia Simba lengo letu ni kutengeneza timu. Alafu bahati njema mimi kuna baadhi ya wachezaji wa Simba mimi ni washikaji zangu. Okay. Wanako. Familia. Yani washikaji zangu sio familia. Useme tu. Wapo wanangu. Sina familia. Maplayer zamani. Sina familia. No, familia yangu mimi ni Jangwani. Ile ndo familia yangu. Mbona kama Doso unataka ukimbie? Mimi nakueleza uhalisia brother. Kila mtu ana familia yake. Mimi familia yangu ni huko Jangwani. Okay. Ingawa wakati mwingine wanaambia wewe mamluki. Sijui jasusi. Wewe mwasi. Majina umepewa. Wewe unatoa majina mengi. Yaani umwaka wa neema kwangu. Majina yote nimepewa. Mwisho amekuja kuniambia bwana unastahili kwa Traore. Wamestop wanakusikilizia. Sasa hivi wanasikilizia upepo. Si mnaelewa vizuri? Kwa hiyo mpango mkakati unatumika kuharibu ligi msimu huu. Huo mpango wenyewe ndio kaanzisha mtu afu. Huu mpango mkakati ni mgogoro wa nje ya mpira. Yaani Kiswahili fasaha, mgogoro binafsi. Kuna watu wawili wanamchanganyia mtu mmoja. Bipo? Ndio. Nani M15 nisikilize. Mimi nakwambia kabisa. Yanga wanajua wanachokifanya. Ingawa matakwa yao wameenda kumuomba mzee Mguto nani huyu? Kasongo aondoke. Kasongo aondoke na Mguto. Mguto hajamgusa safari. Mguto alimbwa mwanzo. Safari hajafanyaje? Hajaguswa kaachwa.
Sasa hivi kapita Kidau na Kasongo. Anakuuliza wewe M15. Kasongo bosi wake nani? Mamlaka shirikisho. Kasongo bosi wake ni Steve Mguto ambaye kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Si ndio? Ndio. Kidau bosi wake ni rais wa shirikisho. Mzee Karia, si ndio? Mzee Karia. Mzee wangu wa Tanga huyo. Watu wa Tanga wana baya. Nikija kwenye swala la Tanga ngataja viongozi, mashabiki wanasema wewe una lolote unatetea wenzako wa Tanga tu. Lakini unajiuliza kwa nini mabosi wanaoajiri watu wameachwa wanaguswa wale walioajiriwa? M15. Mimi nawapa siri ambayo nyinyi hamjui. Toa siri. M15. Nawapa siri ambayo nyinyi afanyaje? Hamuijui. Ndio. Wananchi wanamfukuza mwananchi mwenzao. Unasema? Wananchi wameamua kumfukuza mwananchi mwenzao. Una maana gani hapa? Maana yangu wananchi wameamua kwenda kumfukuza Almas Kasongo. Unasema? Almas Kasongo. Mimi nakwambia hii M15 sikiliza. Kasongo atanisamee. Lakini Almas Kasongo ni mwanachama na ni shabiki wa wananchi. Almasi? Chukua hiyo. Ndio. Lakini anaonekana huyu mbona mwenzetu, alafu sisi tunadhulumiwa, alafu wa jamaa wanapendelewa, yeye kaka kimya. Ndio wako wananchi wakaona isiwe shida. Ngoja tuanze na hii familia yetu. Hatukutaki. Wananchi wameamua kwenda kukata mzizi mwingine. Hujui M15 nyinyi hamjui ya mambo. Nyinyi mnatoa kama sisi tunafanya mvichekesho. Ndio. Mnaona tunafanya propaganda. Mimi nakwambia kabisa. Kumbe una majasusi na una watu. Mwenyekiti wa bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi. Mzee wangu kutoka Tanga huyo. Mguto. Wa nyumbani huyo. Tanga kunani hiyo? Au sio Mguto? Mzee huyo Mguto. Ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Coastal Union. Ndio. Na siri mimi nakupa M15. Coastal Union. Bila kupepesa macho ni tawi la Simba Sport Club. Unasema? Bila kupepesa macho. Coastal Union ni tawi la Simba Sport Club. Wana ubia mzuri na Simba Sport Club. Wamekuja kugundua mwenyekiti wao. Si ndio? Mzee Mguto. Mzee Mguto. Wamekuja kugundua mwenyekiti wao Mzee Mguto ni mwanachama na ni shabiki wa wananchi. Wakaona hii haiwezekani. Ndio maana kuna kipindi msimu uliopita nafikiri mwanani ikawa Coast wanaimba kabisa hatuna imani na mwenyekiti. Hiyo mimi nakupa wewe ujue M15. Sio mchezo. Makachero wangu wanafanya kazi vizuri. Majasusi. Na wameniambia moja sababu ya Mguto kuondolewa Coastal sio kwamba muda umeisha kustafu, no. Wana Coastal Union wamepewa taarifa kutokea Dar es Salaam kwamba huyo ni mtani. Watu wanakosa kana isiwe shida. Tunangoa. Tena wakampigia na vigoma. Na vigoma na taalamu. Hatuna imani. Sivu Mguto. Kile kigoma unakikumbuka? Taarabu za kimwambao zile. Sio mchezo. Watu wafanyi kwa bahati mbaya mambo wanayotaka kuyafanya. Bwana Traore. Watatushika bwana. Inatosha. Watu shike. Wewe umezaliwa siku moja, utakufa siku moja. Kutukanwa kupo, na jana nimemsikia msemaji mkuu wa serikali. Ndio. Na mimi naambia watu M15, msemaji mkuu wa serikali, katibu mkuu wa wizara ya michezo, Mheshimiwa Grayson Msigwa amesema wazi kabisa. Yoyote atakayebainika na tukana kwenye mitandao ya kijamii, kamata. Wala usiogope kutukanwa. Wewe mtu akikutukana, screenshot Central. Bwana nimetukanwa. Alafu waonyeshe clip ya Mheshimiwa Grayson Msigwa. Kesi ndogo tu hiyo. Imeisha. Na msemaji ametuhakikishia mtu huyo atakamatwa kama sio leo kesho.
iwe kwa bahati mbaya ametukana, iwe ametukana kwa makusudi, lakini Gerson Msigwa akiwa kama msemaji wa serikali ametuhakikishia mtu yoyote atakayetukana kwenye mitandao ya kijamii kifungo kinamhusu. M15 muda hautoshi, lakini kuna mambo mengi tutakuja kuyazungumza siku za mbele. Inatosha sana Traore, asante. Asante sana.